Tunamshukuru Bwana kwa ajili yenu nyote, na najua mmeniombea, nimewaombea. Kwa hivyo tutakuwa na muda mzuri wa kuweza kusherehekea katika meza ya Bwana asubuhi ya leo. Na tuombe basi. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru Bwana kwa baraka ya uzima, kwa kutupa Bwana uhai. Asante kwa kutuwezesha kufika katika nyumba yako. Asante Bwana kwa ajili ya wale ndugu ambao hawajaweza kufika, ila Bwana wanafuatilia katika mtandao. Tunakushukuru kwa ajili yao. Bwana, tunapolianza neno lako, tunaomba kuongozwa nawe, kupewa umakini unaohitajika Bwana, ili tukaeze kuitika pale unapoitika, kujibu pale unapouliza, na kutii pale unapoamrisha Bwana. Hivyo basi, mfalme wa amani, ukajitukuze katika kipindi hiki, na ni katika jina kuu la Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu haya tumeomba kwa imani kukiauliza. Amen, amen, amen. Basi juma lililopita tuliweza kufanya kutoka fungu la 4 hadi fungu la 7, na tuliweza kuyaona mambo yale. Tuko kitabu cha Mwanzo 22, samahani kwa wale wageni ama wale wanaotufuatilia kwa mara ya kwanza. Tuko katika safari ya kitabu cha Mwanzo na tuko mlango wa 22 wa kitabu hiki. Tumefanya sasa vifungu 7 vya kwanza, na bado tutaendelea. Kama Bwana ataridhia, leo tutaweza kufika fungu la 14. Ila yale mambo tuliyoweza kuyaona katika fungu la 4 juma lililopita ni kwamba tunaona sasa Abrahamu akiwa ameweza kuona kwa mbali mahali pale alipoagizwa na Bwana kwenda kuitoa sadaka ile ya kuteketeza ya mwanawe Isaka. Na mambo haya tulitaja kwamba huu mwendo wa siku hizi 3 unalifanya jaribu lake kuwa ngumu zaidi. Kwamba nafikiria inakuwa rahisi kama jaribu limeweza kuwekwa. Kuna yale matarajio ambayo huwa mtu uko nayo, na inapotokezea kwamba kunakuwa na muda wa kuweza kufikiria mara kwa mara, kunakuwa na changamoto kwamba mtu anaweza kubadilisha nia. Lakini sivyo ilivyokuwa na Abrahamu. Abrahamu aliweza kuenda kama Bwana alivyomwagiza na kufika mahali penyewe ambapo Bwana alikuwa amemwagiza. Na tuliona maneno yale yanayotumika pale. Kama kwa mara ya kwanza tuliweza kuona neno worship, ama neno kuabudu, likiweza kutokezea katika mara ya kwanza katika Biblia, na tukaweza kusema jinsi ambavyo habari ya ibada inahusiana. Ibada inatajwa hapa hasa ikihusiana na Mungu mwenyewe. Kwa hivyo ikaleta jambo lililo la kipekee sana kuhusu ibada, ya kwamba ibada ni kwa ajili ya Bwana. Na basi kama ibada ni kwa ajili ya Bwana, inafaa tuenende kwa jinsi gani katika ibada. Na baadhi ya mambo ambayo tuliweza kuyaona, kama yale ambayo Abrahamu anaweza kuyafanya hapa. Alifika mahali akatenga kati ya yeye na wale wafanyaji kazi wake, maana alijua kile ambacho kinafuatilia. Lakini neno la Mungu pia linaonya katika habari za ibada. Tunaposoma katika kitabu kile cha Ecclesiastes chapter 5, ya kwamba ichunga miguu yako unapoenda katika nyumba ya Bwana. Unaweza ukasoma labda kwa kifupi tunapo karibia. Tunaona akitafuta, tunaona kwamba habari ya ibada ni
habari ya kuweza kuinama, habari ya kujiachilia kwa Bwana. It's all about bowing down. So in other words, Abraham was going to bow down to God. He was going to surrender to God. And indeed we realize that God had demanded him to yield his son for a burnt offering. So, but again, we are seeing Abraham as a man of faith, speaking perhaps prophetically or faithfully, and he is saying to the servant that I and the laddie are going yonder to worship, but we will come back. We will come back. Na huyu mtu ambaye anatumia maneno haya kwamba we will come back ni mtu ambaye amebeba kisu, amebeba kuni, amebeba na moto tayari ya kwenda kutimiza neno Mungu alilomwagiza la kuweza kumtoa mwana sadaka. You may read. Mhubiri 5:1. Jitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu, maana ni heri kukaribia ili usikie kuliko kutoa kafara ya wapumbavu ambao hawajui kuwa wafanya mabaya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. So hayo ni maonyo tunayopewa unapoingia katika ibada. Ibada ikiendelea kama hivi, saa zingine watu tunatoka hapa tunashangaa, tunaangalia status za watu. Wakati ibada ilikuwa ikienda na wako kwa ibada, tunaangalia status, zile vitu wameweka kwa status zao, tunashangaa. Biblia inakataza hiyo ya kwamba jiangalie unapoenda katika nyumba ya ibada, kwa sababu yule unayeenda kukabiliana na yeye ni mfalme wa wafalme, ni Mungu wa miungu hii. Abrahamu hapa tunaona ya kwamba anao tayari wa kubeba kisu, kuni na moto wa kuweza kumchoma mwanawe, lakini hata katika utayari huu bado tunaona anaongea ya kwamba yeye na kijana wataweza kurudi. Katika hili Abraham hapa hakuwa anajua kama hiki kinachoendelea ni jaribu. Mimi na wewe tunajua ni jaribu, kwa sababu fungu la kwanza limeweza kutuambia maneno haya. Lakini mbali na sisi, Abrahamu hajui hili kitu gani basi kinaweza kumsukuma Abrahamu kuweza kufanya hivi. Na jaribu kukimbia haraka ili kuweza kulay a ground. Tunapoingilia fungu la 5 hadi 15, tunaona ya kwamba jambo hili Abraham hakuwa anafikiria kwamba hili kuwa ni jaribio tu, lakini imani yake Abrahamu ilikuwa iko katika kuelewa ya kwamba hata kama Abrahamu angeweza kumuua Isaka, Mungu angeweza kumfufua kutoka kwa wafu, kama tulivyoona katika kitabu kile cha Waibrania mlango wa 11 fungu la 17, 18 na 19. Kuna jambo zaidi katika fungu la 19 ambalo tutaweza kuliangalia siku hii ya leo. Mbali na kwamba Abrahamu alikuwa na imani tu ya kwamba Mungu anaweza kumfufua, kuna jambo lingine ambalo linatajwa. Labda unaweza ukasoma Waibrania 11 fungu la 18, 19, but of course tutakapoenda hapo mbele tutaweza kuliona. Abraham tunajua ya kwamba Mungu alikuwa amemnenea. Kama umefika utaniambia. Abrahamu alikuwa amenenewa na Bwana katika mlango huu ambao tumepita 21 fungu la 12 ya kwamba ni katika Isaka peke yake kwamba uzao wa Abrahamu utaweza kutajwa. Kwa hivyo ni kweli kwamba basi ilikuwa inamaanisha Isaka angeishi kufikiria muda ambao angeza kuweza kuzaa watoto. Mambo haya yote yanaweza kutumika katika maisha ya Abrahamu kuweza kuijenga imani yake katika Mungu, ya kwamba Abrahamu alijua ya kwamba katika Mungu, with God everything is possible, but he certainly knew that it was not possible for God to break the promise that he had given. Mungu wala singeweza kuivunja. Hili nalo Abrahamu alilijua kumhusu Mungu. Kama tukifika mahali na kuweza kumjua Mungu katika kiwango hiki, tutaweza kumwamini Mungu katika lolote analotuambia. Bwana Yesu asifiwe sana. There is always a saying in the social media ambayo huwa tunaiona mara nyingi, inasema ya kwamba don't tell God about how big your problem is, but tell your problem how big your God is. And this is the attitude a Christian should carry. We have a faithful God who cannot break the promise that he has ever made it to us. Hebrews 11 verses 18 and 19. Naam, yeye aliambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa, akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampata tena toka huko kwa mfano.
Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye aliyeweza kumhesabu Mungu kuwa ni mwaminifu na kwamba anaweza kumfufua, lakini Biblia inasema hata akampata tena kwa mfano, but tutaangalia tunapoendelea hapo mbele. I will deal with that phrase. But katika hili tunajua kwamba hakika Abraham katika masuala ya imani alikuwa ameweza kuletwa mahali pazuri pa kumhusu Mungu, kwamba alimjua Mungu vyema kuwa ni Mungu mwaminifu, si Mungu wa kugeuka, la hasha. Kama vile kitabu cha Hesabu 23:19 Biblia inasema ya kwamba Mungu si mwanadamu aseme uongo, wala mwana wa mwanadamu ajute. Kama amesema ataweza kutenda. Na mtume Paulo akianukuu maneno ya mfalme Daudi katika Zaburi ya 44 anasema hivi katika fungu la 4 la kitabu cha Waroma mlango wa 3 ya kwamba "And let all men be liars, but God stays truthful forever." But again, tunaona maneno hapa ambayo they were so astounding to us. Abrahamu anapomwamini Mungu kiasi hiki ya kwamba anaweza kumfufua mwana. Katika historia ya maandiko mpaka mlango wa 22 wa kitabu cha Mwanzo, hakuna mahali kurudi nyuma tumeweza kuona habari za mtu kufufuliwa. Where does Abraham get this idea that God is able to resurrect someone? This is faith. The man knows God. God is faithful. And if God had ever spoken, that it is true. Indeed, he had said in verses 12, chapter 21, that it is through Isaac that Abraham's name shall be named. Then is it true? He believed God. If he has asked me to kill my son, he will surely bring him back to life, because that promise must be fulfilled. So, but pia hapo fungu la 4 mahali tulipoweza kuona pia tunaona ya kwamba Abraham, fungu la 4 na 5, Abraham anakubaliana sasa na mwanawe, anawaambia wajakazi wake waweze kubaki mahali pale. Na fungu la 6 anachukua kuni, anampatia Isaka mwenyewe aweze kubeba. Na na Biblia inasema ya kwamba part B ya fungu la 6 inasema ya kwamba and they went both of them together. Baada ya hapa Abraham na Isaka wanashika njia wakienda, na wanapoenda hawa watu wawili wamekubaliana kuenda sasa, japokuwa Isaka anaweza kuwa hajui, kwa sababu fungu la 7 linatuelekeza katika hilo ya kwamba Isaka sasa anamuuliza baba ya kwamba baba, moto na kuni zi hapa, ila mwana kondoo wa sadaka yu wapi? Haya mambo tutayaona, na tukasema hilo ndio swali ambalo limeweza kuulizwa katika Agano Jipya toka Abrahamu huyu. Wakina Musa watakuja kuuliza, manabii wengine wanakuja kuuliza, kina Isaya, mwana kondoo wa Mungu yuko wapi? Lakini swali hili ambalo liliendea kwa muda mrefu, baadaye tunakuja kuiona miaka maelfu baadaye, tunakuja kuona Yohana akimuona mwana kondoo wa Mungu katika jangwa lile ya Yuda, na akinyosha kidole akisema ya kwamba mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Leo basi tutaingia fungu la 8 na tutaenda hadi la 12, halafu nitasoma 12 hadi 14. Kwa hivyo msomi unaweza ukanisomea hadi fungu la 12. Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka, mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja, wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyoosha mkono wake, akakitwaa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni, akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno,
kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwanao wa pekee. Amen. Sasa tumefika pale mahali pagumu kabisa katika maisha ya Abrahamu, na mahali hapa ni pagumu katika maisha ya mtu yoyote. Tunaona kwamba mahali hapa hapakuwa rahisi hata katika maisha ya Yesu mwenyewe, yule ambaye tunamuona katika mlango huu katika picha hii. Amefika mahali penyewe patoleo la sadaka. So fungu la 8 Biblia inasema, and Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. And they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there and laid the wood in order, and bound Isaac his hands, and laid him altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. So, kijana ameuliza swali katika fungu la 7 na fungu la 8. Baba anamjibu swali hili, na baba anapomjibu mwana hili swali, vile tunavyoliona, hatujui kama litakuwa ni swali, ni jibu ambalo baba anaongea kama kutumia hekima tu ya mzazi kwa mtoto, ama Abrahamu anaongea mambo haya katika ufahamu na msingi alionao juu ya Mungu. Biblia imetuambia ya kwamba anapokubali kuenda kumtoa huyu mwanawe sadaka, moyoni mwake ana mawazo haya, kwa sababu anajua kabisa ni sharti ya kwamba sadaka ya kuteketeza ilikuwa inafanywa kwa kuuawa kwa yule ambaye anaenda kuteketezwa. Kwa hivyo Abraham, kutoka siku ya kwanza alipolisikia neno la Mungu ya kwamba amtoe mwanawe sadaka, I think I'm now trying to explain the phrase in verses 19 ya Hebrews chapter 11, ya kwamba and he received him in figuratively. He figuratively received him. So katika anapopokea habari hii ya kwanza, siku ile ya kwanza ya kwamba akamtoe mwanawe sadaka, mawazo yote na kila kitu kinachohusiana Abrahamu, kila anapomwangalia Isaka anamuona kama mfu, kwa sababu sharti kile Mungu ambacho amesema kiweze kutimia. Labda tujiulize hivi, leo hii uende hospitalini kwa mfano tu, alafu uende hospitalini ukapimwe, patikane uko na kansa, imefika stage 4, waambiwe una siku 3 ama wiki moja kuweza kuishi, alafu utakufa. Kitu cha kwanza unaweza kufikiria kufanya ni nini? Please interrogate your minds. Unaweza kufikiria nini? Kuna mama mwingine ambaye alikuwa kibonge sana, nafikiria story hiyo tuliipewa hapa na mchungaji Shadrack hapa, na akawa amejaribu kufanya zoezi kama jana nilikuwa naangalia wrestling, hata sijui ilikuwa wrestling ama nini ile, wanaume wawili walikuwa wanapigana, lakini kuangalia wako na vitambi vikubwa mpaka vinaanguka huku. Sasa nikawa najiuliza mimi tu katika akili yangu, najiuliza hawa watu ni maboksa hawa wanaenda kupigana na hivi vitambi, nafikiria boksa atakuwa na zoezi ya kutosha. Simnisimamishe mimi hapa na Jackson muweze kuona, alafu mweke Kabiro kutoka hapa muone mweke Kabiro hapa na Jackson muone ni nani ambaye yake itaenda straight, mnaweza mkajua haraka. Sasa huyu mpendwa alipopata hii habari, amejaribu kufanya zoezi, ni mvivu, lakini akaenda kwa daktari. Daktari akamwambia
kwamba uko na wiki mbili, mwezi mmoja tu hivyo wa kuishi. Kwa hivyo wewe kila utafanya, zunguka kila mahali ukiaga watu, maana utakufa. Mama kutoka ile siku ilipofika, kila siku alikuwa anazunguka kutembea mguu, maana aliambiwa atembee, asipande gari, azunguke tu akienda akiaga watu kwamba anakufa. Sasa mama akatia bidii kweli kwenda akiaga watu baada atakufa. Baada ya mwezi mmoja kilo zikawa zimepungua. Akarudi kwa daktari, daktari amwambia nilikuwa nataka ufanye zoezi kwa sababu nilikwambia uende zoezi usingefanya. But anyway, so Abraham hapa anamjibu mwana, na anapomjibu mwana napenda vile anavyomjibu mwana. Natambua ya kwamba kunayo hekima ya Mungu katika kutoa majibu, na pia kuna kufanya katika imani katika kutoa majibu kwetu. Kwa mfano hivi, wakati mfalme wa kwanza wa Israeli alipokuwa amekosa kumtii Bwana, na kwa sababu hiyo Bwana akamkatalia mbali, Bwana aliazimia katika moyo wake kuweza kuinua mfalme mwingine, na Samueli ambaye alikuwa nabii wakati huo na kama jaji akaweza kulia sana kwa sababu ya yule mfalme, kwamba Mungu aweze kumsamehe. Na kila alipoenda kumlilia Mungu kwamba msamehe, Mungu alisimama na kumwambia Samueli ya kwamba unajichokesha bure, mimi nimekwisha kumkataa Sauli. Sauli hawezi kamwe kuwa mfalme, nimekwisha kumkataa. Kwa hivyo mwambie kwamba nimemkataa mimi Mungu. Lakini fanya hivi, utaenda hadi nchi ya Efraimu, kuna mji huko, kuna boma la mzee ambaye anaitwa Yese. Kaingie katika mji huo, katika boma hilo kuna mwana ambaye mimi nimejichagulia kuwa mfalme. And Samuel reasoned as a man, na anamwambia Mungu, sasa Bwana ukiniambia niende kuweza kumpaka mafuta mwingine mfalme, na Sauli akisikia mambo hayo, na yeye ndio mfalme, akisikia mambo hayo, atanichukuliaje? Huoni kama ataniua? Na Mungu akatumia neno la hekima, na hii ndio hekima ya Mungu. Sasa akamwambia Samueli ya kwamba wewe tia pembe mafuta, nenda, atakaye kuuliza unafanya nini, wewe utamjibu hivi ndivyo Bwana amesema. Mimi nimekuja kupaka mafuta tu hapa, nimekuja tu kufanya sherehe, wala sijakuja kwa anointi mtu kuwa mfalme. Hatuiti uongo, tunauita hekima ya Mungu. Lakini Abraham kila anachofanya hapa hakika katika hekima, ninakiona kwamba anakinena katika imani aliyonayo juu yake Mungu. Na katika hili Abraham hakuwa anajua haswa yule atakayechinjwa ni mwana kondoo, japo kunaonekana pia hapa jambo lingine linajitokeza ya kwamba Isaka amejua sana habari ya ibada. Anajua sana habari ya ibada, na anajua hasa ni nini kile ambacho kinatolewa katika ibada. Si kama mimi na wewe tulio wazazi. Watoto wetu wakati tunakuja kanisani, wakati sisi tutapanga shilingi 50 ya kuja kutoa sadaka, wao tunawapea shilingi 10. Na hivyo tunafanya watoto wetu wanakuwa wakifikiria ya kwamba kumbe watoto wadogo huwa anapaswa muabudu Mungu na shilingi 10 tu. Lakini sivyo na Ibrahimu na Isaka kunaonekana ule ufahamu alionao wasawa Abrahamu katika kumwabudu Mungu ndio wenyewe alionao Isaka katika kumwabudu Mungu. Mpaka anauliza baba, mwana kondoo yuko wapi? Abraham anamwambia, mwanangu, unaweza kusoma fungu la 8, and God will provide himself, God himself will provide a lamb for a burnt offering. Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. I think this should now provoke something in Isaac's heart, because all along inapofikiria mahali pa wao kutoa sadaka, walikuwa ni wao wanachukua mwana kwenda kuchinja.
Inakuwaje leo kwamba sasa Bwana Mungu mwenyewe ndiye atakayejitolea? Lakini sawa, inaonyesha pia jambo moja, ya kwamba Mungu huyu wa Abrahamu, vile ambavyo Abrahamu alikuwa anamjua Mungu, alimjulisha mwanawe Isaka kumuhusu huyu Mungu, hivi kwamba kile anachokijua kumuhusu Mungu Isaka akakijua, hivyo asingeweza kupingana. Kama baba alimwambia ya kwamba Mungu huyu tunayemwabudu atatoa, that was sufficient for Isaac to take it home. Suddenly God shall provide. Have we introduced God to our son this way? Have we presented God to our son like this? I have spoken this over and over again to the parents around here. Naambia, wakati siku ya ibada inafika, halafu mtoto anakuona umelala kwa sababu yoyote ile, inatosha kwamba huwezi kwenda kanisani. Polepole kuna mbegu unaipanda ndani ya mtoto wako, ya kwamba huyu Mungu ambaye babangu anamwabudu si Mungu ambaye hata ana haja hivyo ya kuabudiwa. Kama ni kawaida yako kuja kanisani kuchelewa, na mtoto wako anakuona, huo ndio ufahamu mwanao atakuwa nao juu ya huyu Mungu wako, ya kwamba huyu Mungu wako si Mungu akupewa kipaumbele, Mungu ambaye hata kama tumeambiwa tufike saa 3 tutaenda hata saa 5, haijalishi, huyu Mungu anajua. How we present God to our children, that's how our children shall get hold of God. Fimbo ya adabu na mshipi na hizi cable pale kwangu zinafanya kazi ikifika siku ya ibada. Leo watoto wangu walikuwa wanajua, toka jana wanajua ya kwamba leo tutakuja kanisani saa 1 kwa sababu kuna kikao cha kamati. Kufika saa 12 kila mtu alikuwa ameamuka na yuko bathroom anavaa nguo zake, tuende ibada. Kwamba ibada si kitu cha mchezo, na watoto wanafaa wamjue Mungu wako. Unamwakilishaje Mungu wako kwa watoto? Kwa sababu moja ya jukumu ambalo umepewa na Mungu kama mzazi, Biblia inasema hivi katika Mithali 22:6, bring up a child in the manner that he should go, and when he is old he will not depart from it. How do you present God to your children? It seems Abraham had faithfully walked through the lives of Isaac. He had built faith in Isaac about God. He had showed Isaac about God, that Isaac knew God as his God. And God was not ashamed. God was not ashamed in the future. God could boldly accept to be called the God of Abraham. And the next person you guess? And the God of Isaac. Kuna mzee mmoja, labda sitamsifia kwa mambo mengine. Mnajua ule wimbo ulikuwa unaimba sana. Piga kelele usiache, paza sauti kama tarumbeta, wahubiri watu wangu kosa lao. Mnajua hiyo nyimbo? Mnajua iliimbwa na watu gani? Ni kwaya ya Musa Juma, yule mwanzilishi wa kanisa la Maximum. Sijui anaita Miracle Maximum Miracle, sijui najiitaje, lakini mnamjua yule mzee. Niliwahi kuhudhuria ibada siku moja kanisa lao liko hapa VOK. Na siku hiyo alikuwa yule mzee anakuja kufanya ibada pia kule Mtwapa. So wale watu ndani ya lile kanisa walikuwa wanamjua Mungu wa yule mzee, mpaka wanamuita Mungu wa mwanzilishi. Hata leo kuna kasalo kubwa sana hapa Mariakani. Ukifika Mariakani tu, kama ndio unatoka Mariakani town tu, hapa on your right kuna kanisa kubwa sana. Wale watu wanaita Mungu wa mwanzilishi wetu. He is the founder of their ministry, so wanamuita Mungu wa mwanzilishi wao. Na kuna vile ambavyo huyu mzee aliwafundisha hawa watu kuhusu huyu Mungu wa mwanzilishi wao na vile anavyomjua. The point I'm driving home is, as a parent, do you realize you have a responsibility? Bwana Yesu asifiwe. Anzeni kuwapea watoto wenu, kama Mungu amewajalia pesa mko nazo, wapee watoto wako 50 nao watoe. Wajue kwamba Mungu anayeabudiwa pia ni Mungu
wa thamani na tunaweza tukamwabudu na vitu vya thamani badala ya kuwapia shilingi 10. So then Abraham is saying God will provide himself a lamb. Now I love this. God himself will provide a lamb for the burnt offering. And part B inasema, so they went both of them together. Please, I want you to understand this phrase. Tunaendelea. But they went both of them together. This means there is an agreement between Abraham and his son Isaac. They are going together. So, and they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac, his son, and laid him on the altar. Yes. Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Amen. So, ona wamefika, na wanapofika mahali pale, wamefika hapa watu wawili, na hao watu wawili ambao wamefika pale, mmoja ana miaka zaidi ya 100 na mwingine ni kijana ambaye anakaribia miaka 20. Wachanganuzi wengine wa maandiko wanadadisi kwamba huenda Isaka alikuwa na miaka kama 30 ama 25 hapo. So wamefika mahali hapo, mimi kwangu nachukulia kati ya miaka 18 ama 20 hapo. Wamefika hapo mahali. Hapa kuna mzee wa zaidi ya miaka 100 na hapa kuna kijana wa karibia miaka 20. Na Biblia inasema ya kwamba walipofika mahali pale, Abrahamu alijenga madhabahu, na alipojenga madhabahu akamchukua mwanawe, akamfunga na akamlaza pale madhabahuni. Please think with me, if we might call this thinking outside the box, I don't know, but think with me. Hivi Isaka kufika hapa, nafikiria hakuna kitu ambacho kimefichika tena, kwamba kila kitu kiko wazi kuwa mimi ndio ninaenda kufa. Na Isaka na miaka 20 na hapa kuna mzee wa miaka 100 na unafikiria kwamba Isaka aliweza kushindwa kumsukuma huyu mzee na atoroke? Really? Unaweza kuhoji jambo kama hilo? Basi ni kweli kwamba Isaka mwenyewe aliweza kukubali kuweza kutolewa sadaka. Yeye mwenyewe alikubali kuweza kutolewa sadaka. And this is very important now about the prediction, about the prophecy of Christ to come. First, Christ and the Father agreed on the sacrifice. Baba na Mwana waliweza kubaliana juu ya ile sadaka. Na pia Isaka katika hiari mwenyewe aliweza kujipeana kutolewa sadaka, kama Kristo naye alivyokubali yeye mwenyewe kuweza kujitoa sadaka. I know we can make a very big deal we can make some exaggeration kuhusu maneno haya. Pale msalabani Yesu akilia na akimwambia Baba maneno haya, Eloi Eloi lama sabachthani, Mungu wangu mbona umeniacha? But even though as we think about it, when we look at the scenario, when we look at this state, Isaac willingly gave himself to be offered as a burnt offering. Like, Father, when you said God will provide a lamb, I am the lamb. Father, when I asked you about the lamb, when I showed you about the wood, when I showed you about the fire, when I asked you about the lamb, you said God will provide a lamb. I am that lamb. And because it is a service, it is a worship to God, then here I am, Father. I will lie on the altar and kill me. Tusimameni. Praise and worship.
nitamfuata nje ya lango, nikifurahia aibu ya msalaba aliyoibeba mwana kondoo. Nitamfuata nje ya lango la mji, nitamfuata nje ya lango, nikifurahia aibu ya msalaba aliyoibeba mwana kondoo, aliyoibeba mwana kondoo. Nitamfuata nje ya lango la mji. Nitamfuata, tumwambie Bwana. Nitamfuata nje ya lango, nikifurahia aibu ya msalaba aliyoibeba mwana kondoo. Nitamfuata nje ya lango la mji. Fungu la pili, nitamfuata nje ya lango. Nitamfuata nje ya lango, aliyefanyika dhabihu kwa msalaba, aliyefanyika dhabihu ya msalaba, alipoangikwa mwana kondoo. Nitamfuata basi, nitamfuata nje ya lango la ameingia mahali patakatifu kwa damu yake tuna ukamilifu. Ameingia mahali patakatifu kwa damu yake tuna ukamilifu. Ameingia mahali patakatifu kwa damu yake sisi ukamilifu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Bwana kwa wema wako. Unaweza ukapaza sauti yako kwa Bwana ukimshukuru kwa kuweza kujitoa kuwa sadaka. Ni Yesu peke yake ambaye aliweza kuwa mtimizaji wa jambo hili, wa tukio hili ambalo tunalipokea hapa kwa mfano. Ndiye mwenyewe peke yake aliweza kuyapeana maisha yake kwa hiari, akijiachilia mbele za Mungu kuwa dhabihu iliyo hai, akikubali kukwea ule mti na kupanda msalaba, akiweza kutolewa kama sadaka kwa ajili ya damu yako iliyomwagika pale msalabani. Wewe uliyepatanisha Ingelikuwa si kwa wewe Bwana, kanisaidia Bwana na kuishi maisha haya ya imani. Ingelikuwa si wewe Bwana, singekuwa na uhakika kwa maisha ya milele. Ingelikuwa si wewe Bwana, singelikuwa nimeupokea ukombozi wa maisha yangu. Asante Bwana, ni kwa ajili ya sadaka yako ya pekee ambayo Bwana alikubali pale msalabani, hata ulipomwita jina lake ya kwamba amekuacha, ila Bwana jina lako lilifanyika kwa jina kubwa, jina kuu lipitalo majina yote. Kwa jina hilo kila ulimi utakiri, na kwa jina hilo kila goti litapigwa, tukisema Bwana wewe ndiwe Mungu wa milele. Asante mtakatifu wa ajabu. Umeingia mahali patakatifu kwa damu yake tuna ukamilifu. Umeingia mahali patakatifu kwa damu yake
mtakatifu, kwa damu yake tuna ukamilifu. Bwana atubariki.